Tutaongelea jambo moja tu, habari ya nadhiri. Jifunza habari ya nadhiri. Hii sadaka inayotokana na nadhiri ni sadaka ya namna gani? Nadhiri ni nini? Inafanyikaje? Ina umuhimu gani na taratibu zake? Leo tutaona kuona papo kabisa. Baadaye tutakuwa tunataka ufahamu wa kutosha juu ya habari ya nadhiri. Mpendwa, maisha ya siku hizi tulionayo leo, tulioishi nayo na tulizonazo, inajikita kwenye tamaduni zenye ahadi zisizo za tekelezwa. Wanadamu wa leo umejaa kauli ambazo hazitekelezeki. Anakuja kwako, ana maneno mazuri yanakushawishi. Unasema huyu dada maneno yake ukiyashika tu umeshinda. Anakupa ahadi nzuri nzuri. Anakuja kaka mmoja anakupa ahadi za mipango yake ya maisha. Anasema ukinisaidia hivi tena naenda kufanya jambo ndani ya wiki moja, ndani ya wiki mbili nitakuwa nimefanya hivi. Nasema huyu ndio anafaa. Ukishakuwa umempa, akishakupiga mgongo, ahadi yake amesahau. Ndio maisha tulio nayo leo. Anasahau aliahidi nini, anasahau alisema atatekeleza jambo gani. Ndio dunia tulio nayo leo. Kauli za watu wengi katika jamii zimekosa uaminifu. Yumkini hata Wakristo wako ambao wameingia kwenye huo mtego. Niliona kwenye mitandao, sijui kweli au, anasema ukitaka kufilisika weka mkopeshe mlokole. Ukitaka kufilisika, ukitaka biashara yako isiendelee, kamkopeshe mpendwa, ndipo utajua mambo yalivyo. Sio kama ni kweli au si kweli, lakini naona kwenye mitandao. Kwa nini? Kwa sababu wanatoa ahadi zao ambazo hazitimii. Anakuahidi mpendwa, ni zile 50,000, nafanya hiki na hiki, nina kuku wangu, nina bata wangu, kuna mteja wangu yuko Urambo, amefika kesho kutwa tu atakuwa hapa, wewe ni azime. Wakishasema asante, atatoka nje umesahau. Kwa mujibu wa ule mtu kwenye mtandao, sina unaona ni kweli au si kweli. Sasa ndio dunia tulio nayo. Hali za wanadamu haziaminiki. Ndio maana utaona na taraka, nilikuwa naona kwenye mitandao sema viwango vya taraka vimekuwa vingi. Dunia sasa, watu walioana kanisani wakaeka kiapo, ahadi, sema mimi na wewe tutaishi wote mpaka kifo kitutenganishe. Akienda kutana na changamoto, anasahau ahadi yake, anasema katika raha na tabu mimi ni wako tu. Dada kaenda kukutana na mambo ambayo hakutarajia. Alitamani kuona raha Januari, Disemba, starehe. Akiitaiki kinaitika. Anaita mara mbili akisema hii sio ndoa niliyokusudia. Anasahau ahadi yake, anasema tuachane. Ndio ulimwengu tulionao. Ahadi zisizotekelezeka. Leo na kuna watu walioweka nadhiri mbele za Mungu wao ahadi bila kujua kwamba anachokifanya anajifunga mbele za Mungu. Hajui kama ameweka ahadi au ameweka nadhiri. Maadamu ameongea, kwa hiyo baadaye wakati anaingia kwenye matatizo kwa sababu ya kauli yake. Leo tutaenda kujifunza habari ya nadhiri. Masomo yetu yatakuwa na sehemu kama 4. Nini maana ya nadhiri? Leo kwanza, leo pili, aina au makundi ya nadhiri basi ambazo nimeziona kwenye Biblia. Zikawa nyingi, lakini nimeona kama 3. Lakini ukisoma kwa makini Biblia yote
zingine ukazitaka nyingi zaidi hivyo. Kwa hiyo hizi sio mwisho tu. Eneo la tatu, mifano ya watu walioweka nadhiri mbele za Mungu. Mifano ya watu wachache. Utaona mifano michache iko mimi, utaona michache ya watu ambao wameweka nadhiri mbele za Mungu. Eneo la nne, ni mambo gani basi ya kuzingatia unapokuwa unaweka nadhiri au unataka kuweka nadhiri? Moja kwa moja kwenye kipengele chetu cha kwanza au eneo la kwanza, maana ya nadhiri. Tena nadhiri maana yake ni ahadi anayotoa mtu kwa Mungu kwa hiari yake mwenyewe, akiwa na lengo la kumfanya Mungu amsaidie kwenye hitaji lake. Ni ahadi anayotamka mwenyewe kwa hiari yake bila kulazimishwa. Akamwambia Mungu, mimi niko hapa, kuna jambo hili na hili limenizidi. Mungu ukiingilia kati ukafanya hili, ukanivusha kwenye hili, Mungu, na mimi kwa upendo, kwa utayari na shukrani nitafanya jambo fulani kwako. Nitatoa hela kadhaa, ninatoa kiwanja changu, nitafanya hili na lile mbele zako Mungu. Anaweka ahadi. Kwa hiyo ahadi anayotoa mtu mwenyewe kwa hiari yake bila kulazimishwa na baba na mchungaji na jirani na nani. Kwa hiari yake mwenyewe anamwambia Mungu, akiwa anahitaji msaada wa Mungu. Ni ahadi yenye heshima na takatifu mbele za Mungu, na Mungu anaiheshimu ahadi unayoweka kwa ajili yake. Labda tuone mfano mmoja, tuanze kidogo. Ukichukua kitabu cha Mwanzo sura ya 27, tutasoma mpaka 28, kitabu mstari mchache ikiwezekana usome nyingi. Sura 27, tuanze mstari wa 41 mpaka 45 kwanza. 41 mpaka 45. Hapa kuna habari za Esau na Yakobo. Hao watu walikuwa ni ndugu, lakini mmoja ni mkubwa, mmoja ni mdogo. Mmoja akapata haki ya ukubwa kwa hila, kwa ujanja, akasababisha abebe baraka. Sasa tuanze 41. Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule baraka babaye aliyombarikia. Esau akasema moyoni mwake, maana ameazimia moyoni mwake, hajamwambia mtu, lakini kwenye moyo wake akasema, siku ya kumlilia baba yangu zinakaribia, ndipo nitakapomuua ndugu yangu Yakobo. Baba yake alikuwa ni Isaka, amezeeka, ndio akamzunguka akambariki Yakobo badala ya Esau, akapata baraka za mtoto wa kwanza. Sasa akadhania moyoni mwake Esau kwamba siku za baba kusema amezeeka sana, ndio atakufa. Ile siku akifa tu ndio bila pambana na Yakobo. Ndio maana yake hii. Sasa ndipo nitakapomuua ndugu yangu Yakobo. Rebeka akaarifiwa kwa neno ya Esau, mwanawe mkubwa. Akapeleka mtu kumwita Yakobo mwanawe mdogo, akamwambia, tazama, katika habari zako Esau ndugu yako anajifariji moyo wake, maana anakusudia kukuua. Na sasa mwanangu, sikia sauti yangu, uondoke ukimbilie kwa Labani ndugu yangu huko Harani, ukae kwake siku chache, hata ghadhabu ya ndugu yako igeuke, hata ikuondokee ghadhabu ya ndugu yako, akasahau uliyotendea. Ndipo nitakapopeleka watu
kukuchukua kutoka huko. Kwa nini nifiwe nanyi nyote wawili siku moja? Baada wakipilia zikanda wangeuana. Sasa twende sura 28 mstari wa 20 na 22. 28 mstari wa 20 mpaka 22. Yakobo akaweka nadhiri akisema, hapa sasa Yakobo baada ya kuwa anamkimbia kaka mtu, na safari akimbie kwa Labani. Yakobo akaweka nadhiri akisema, hapa manake anaongea na Mungu, anaweka ahadi kwa Mungu. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendeayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu yako. Hii ndiyo ahadi ya Yakobo aliyoitoa mbele za Mungu. Akataja mambo kadhaa anayoyataja kwamba katika safari anayoiendea Mungu akimtangulia, akaenda naye, akamlinda katika njia, akakala na kunywa, akavaa vizuri, mpaka akaishi kwa afya, akarudi tena kwa baba yake akiwa na furaha, akiwa na amani. Mungu akifanya hayo, Yakobo anasema kila nitakachokupa na kipata Mungu, 10% itakuwa ni kwako, sitaitumia. Ndiyo ahadi, ndiyo nadhiri ambayo Yakobo anaiweka kwa Mungu. Tujifunza nini maana ya nadhiri? Nadhiri tumesema ni ahadi ya yale anayomwekea mtu Mungu akihitaji msaada kwake. Kwa hiyo ahadi hiyo inabainisha kitu kilichowekewa ahadi kitu gani? Yale bainisha mapato yake atakayopata. Ndio ahadi aliyoweka kwamba anaomba ulinzi, anaomba Mungu ambariki ampigane na kwenda, alafu kisha anarudi nyumbani salama. Lakini ahadi yake ni kutoa 10% ya kila atakachokipata. Hii sio kuchanganya na zaka, hapana. Hapa aongelee zaka. Sasa utakachonipa Mungu, nikipata 100,000, 10,000 ni ya kwako Mungu. Nje ya zaka hapajaongewa. Hapa ni nadhiri. Ndio ahadi yake. Lakini ataka nini? Mungu amlinde kwenye safari anapoenda. Akiwa kule pia mtunze, apate mahitaji, nguo na kila kitu na chakula, alafu amtunze, hakikishe Mungu anarudi kwa baba yake. Ndio ilikuwa hitaji lake kuu kwa Mungu, alikuwa analihitaji, Mungu alifanya. Mungu kwa sababu ni mwaminifu, alifanya vile vile kama alivyomwomba. Kwa hiyo ahadi yako, na ukiweka ahadi utataja kwa Mungu unataka kufanyia nini. Utamwambia Mungu unataka akufanyie nini na nini unachokiahidi kwake. Hivyo ni vitu vya muhimu vionekane kwenye nadhiri yako. Bwana asifiwe sana. Kwa unapoahidi, maana yake umeweka wakfu kile kitu kwa Mungu. Umeahidi, maana yake umekikabidhi kwa Mungu. Kama umeahidi utampa gari lako, maana yake gari lako halitakuwa na kwako tena, linaanza kuwa mali ya Mungu. Umeliweka wakfu kwa ajili ya Mungu, umelikabidhi kwa Mungu. Kwa usiweke ndani hewa ambayo haijulikani. Mwambie Mungu, kwangu mimi nitafanya nini? Mungu nitakupa nini?
lazima ijulikane. Mtu alika wakfu kitu na akataka kirudi kwake, Mungu anaweka taratibu. Kwa mfano, umeweka nadhiri kwamba Mungu, nina nyumba yangu iko maili 5, nina haja 1, 2, 3, ukinitendea hii nyumba inakuwa naikarudi kwako. Mungu uchukue tuikabidhi wewe mchungaji, uliyofanya kazi ya urudi kama msema kwa Mungu. Lakini hapo katikati ya safari, kwa Mungu wa maandiko, unataka ile nyumba irudi kwako bila kuitumia. Kuna taratibu zake. Thamani yake, kuna hela utaulipa. Unapeleka kwa kuhani, unaleta kwa mchungaji wangu, mchungaji wako ni mimi, niko hapa. Unasema niliweka nadhiri ya 1, 2, 3, lakini jambo hili mimi nitaenda kufuka kinaro, lakini badala yake naleta hela nyumbani mwa Mungu. Ndipo Mungu anasema sawa. Yako maandiko, uko mwongozo wa Mungu kwenye Biblia. Utasoma Walawi sura 27 mstari wa 1 mpaka wa 30. Sasa kiwango kinategemea, kiwango vipo hapo, lakini kinategemea na jinsia ya mtu, umri wa mtu na kadhalika. Vimewekwa viwango moja kwa moja. Ukisoma viko wazi. Ila kama ni mnyama, ule mnyama mzaliwa wa kwanza uruhusiwe, alikuwa ruhusiwi kuwekwa nadhiri, kwa sababu huyo ni mali ya Mungu moja kwa moja. Kwa makini wakati unaweka kaika mnyama yule ambaye ni wa kwanza, huyo ni mali ya Bwana. Sasa kwenye hilo tunajifunza nini? Tunachojifunza kama kanisa ni kuwa tunapokuwa mbele za Mungu na kumkiri Yesu, tunakuwa tumehamisha umiliki wetu wa maisha yetu na kuwa mali ya Mungu. Unapokiri, unapoweka nadhiri kwanza, kile kinakuwa ni mali ya Mungu, sio mali yako tena. Ndio maana unawajibika kutimiza ile ahadi. Unawajibika kutimiza ile nadhiri yako. Kwa nini? Kwa sababu ulipotamka ikawa mali ya Mungu, sio mali yako tena. Vile vile hata sisi tunapokiri mbele za Mungu kwamba kuanzia leo Mungu na kupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kwa maneno yako, kuna ulimwengu wa roho haumilikiwi na shetani tena. Unakuwa mali ya Mungu kuanzia dakika hiyo, kwa sababu ya maneno yako, kwa sababu ya ukiri wako, na Mungu anakuwa Bwana wako. Bwana ni nini? Bwana ni yule anayekutawala. Aposema Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Manake amekuokoa ni Bwana. Ni Bwana manake yeye ndiye anakuamrisha. Yeye ndiye anakuongoza. Yeye ndiye anakusimamia. Yeye ndiye anakutawala. Unafanya yaliyo ya kwake. Unafanya anayoyataka wewe. Uweze ukawa umeajiriwa kwenye kampuni fulani, kwenye shirika fulani, kwenye NGO fulani. Yuko mkuu wa taasisi hiyo, ndiye Bwana. Unafanya anayoyaelekeza yeye, sio unayoyataka wewe, kwa sababu yeye ndiye Bwana kwenye nafasi. Yeye ndiye Bwana kwenye kampuni. Yeye ndiye Bwana kwenye shirika. Unafanya anayoyataka kuwa shirika. Na sisi tukisha kuwa tumeokoka, Yesu Kristo ni Bwana kwenye maisha yetu, tunatakiwa tuyafanye yale ambayo Kristo anataka tuyafanye. Nje ya hapo huwezi kwenda sambamba na Bwana. Lazima mtabishana, mtatofautiana, na Biblia inasema watatembeaje watu wawili wasipopatana? Wewe upatane na jirani yako, itakuwa ni ajabu wakati wote uko pamoja naye, ukiishi sheria pamoja naye, ujibiashara pamoja naye, maana yake mmepatana. Mkiwa mpatani, hamwezi kukaa pamoja kufanya. Na Kristo vile vile, ukiwa unafanya yasiyo ya Kristo, unajidanganya kusema na mpenda Yesu, uko mbali na Bwana. Unafanya yasiyo ya Bwana wakati wote
uwaze kupenda yaliyo ya Kristo aliyo Bwana katika maisha yako. Nje ya hapo umeshaacha leo umeondoka. Lazima uyasikie ya Bwana peke yake. Sasa hiyo tunatuleta kwenye kipengele cha pili, aina au makundi ya nadhiri. Baada ya kupitia kwa haraka, mimi naona yako kama matatu, lakini unaweza ukapekua zaidi ya Biblia ukaziona nyingi. Lakini kwa hiyo tuchukue hizo. Moja, nadhiri inayoambatana na kutoa sadaka ya kitu au pesa au nyumba au ardhi au chochote kile. Nadhiri inayoambatana na kutoa kitu, unakiweka wazi kwamba mimi nitafanya 1, 2, 3. Kama tulivyoona Mwanzo 28 mstari wa 20 mpaka 22, habari za Yakobo. Yeye alichokiahidi kwa Mungu ni 10% ya mapato yake. Sasa mimi nimeajiriwa, Mungu kinisaidia 1, 2, 3, au mimi natafuta kazi, Mungu kiniwezesha nikaajiriwa serikalini, kwa ile kipato changu nitatenga 20,000 kila mwezi. Hii itakuja kulipa bili ya umeme kanisani. Hiyo ni ahadi yako kwa Mungu. Kwa nadhiri inayoambatana na kutoa kitu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kundi la kwanza hilo. Mfano moja, Mwanzo 28 mstari wa 20 mpaka 22, habari za Yakobo. Nadhiri ya pili, aina ya pili, nadhiri ya ujumla. Haijataja kitu gani, lakini imeahidi kufanya jambo, ingawa haliweka wazi. Lolote limeweka kwa ujumla. Ukisoma Waamuzi, kitabu cha Waamuzi sura ya 11, kitabu cha Waamuzi sura ya 11 mstari wa 30 mpaka 32. Waamuzi 11 30 mpaka 32. Hapa Bwana anasema, naye Yefta akamwekea Bwana nadhiri. Huyu Yefta huyu akamwekea Bwana nadhiri. Naye Yefta akamwekea Bwana nadhiri, akasema kwamba wewe utawatia wana wa Amoni mkononi mwangu. Kweli ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakachotoka katika milango ya nyumba yangu kunilaki, hapo utakaporudi kwa amani kutoka kwa hao wana wa Amoni, kitu hicho kitakuwa cha Bwana, nami nitakisogeza kiwe sadaka ya kuteketezwa. Basi Yefta akavuka kuwaendea wana wa Amoni ili kupigana nao, naye Bwana akawaua mkononi mwake, akawapiga kutoka Aroeri hata kufikiria Minethi, miji 20, na mpaka Abeli Keramimu, akawapiga kwa machinjo makuu mno. Basi hivyo wana wa Amoni walishindwa mbele ya wana wa Israeli. Yuko mtumishi wa Mungu anaitwa Yefta, anaongoza jeshi la Israeli, ni mwamuzi, anataka kwenda vitani kupigana. Akamwambia Mungu, ukinitangulia kwenye safari yangu kwenda kwenye vita, nikiwa kule ukaniwezesha maadui tukawapiga wote, nikarudi nyumbani salama, atakayetoka kitakachochoka chochote kile kunilaki hapo nje itakapofika nyumbani, kitakachotokea tu kunipokea, hicho nakitoa ile sadaka ya kuteketezwa. Maana angetokea paka ndiye angeteketezwa, angetokea ng'ombe ndiye angeteketezwa.
angeteketezwa. Angetokea mke wake, yeye angeteketezwa, lakini siku hiyo akatokea binti yake, yeye angeteketezwa. Asema chochote kinachotokea. Hakusema ni mtu, hakusema ni chochote, akasema chochote. Kwa ni nadhiri ambayo haihitaji kitu moja kwa moja, lakini kuna watu wa kufanya. Kundi la pili la nadhiri. Kundi la tatu, nadhiri maalum. Hii ni nadhiri inayohusisha watu, ni nadhiri ya kufanya mtu unamtenga kwa ajili ya Mungu. Hesabu 6 mstari wa kwanza na wa pili. Hesabu sura 6 mstari wa kwanza na pili. Hii haihusishi pesa, haihusishi shamba, haihusishi chochote zaidi ya mtu, kwamba unamtenga kwamba huyu mwanangu atakuwa mtumishi wa Mungu tu. Huyu kijana atakayejifungua huyu, Mungu mtamkabidhi kwako awe mtumishi wako. Akipenda kuwa mchungaji sawa, akipenda kuwa mwinjilisti sawa, lakini afanye kazi yako tu. Anatengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hesabu 6:1. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na watu wa Israeli waambie, mtu mume au mtu mke atakapoweka nadhiri kubwa, nadhiri ya mnadhiri, ili ajiweke wakfu kwa Bwana, atajitenga na divai na vileo. Hapo unamwahidi Mungu kumtoa mtu wako, ni mtoto wa kike wa kiume, ili umtenge afanye kazi ya Mungu. Nadhiri kwa mnadhiri. Mnadhiri ni mtu ambaye umemtenga au umemtoa kwa ajili ya Bwana. Hiyo niliona ni kundi la tatu la nadhiri, lakini ukisoma kwa utulivu ukapata nadhiri nyingi hata 7. Soma Biblia 10 na mambo mengi. Mimi kwa haraka nimezoea hizo 3. Mpendwa, sasa katika hiyo tunajifunza nini? La kwanza, thamani ya maneno yetu tunayotamka na jinsi Mungu anavyosimamia. Maneno yako unayotamka unapoahidi mbele za Mungu, ujue Mungu anayaangalia kwa umakini sana na Mungu anasimamia. Usiokuwa mwepesi wa kutamka, usiokapeleka kirahisi ukasema natamka tu kunajifurahisha. Hapana, mbele za Mungu utakuwa umekosea. Tuwe makini na ahadi tunazoweka mbele za Mungu. Tuwe makini na maneno tunayotamka unapokuwa mbele za Mungu. Usifikiri unajiridhisha au unajifurahisha. Hapana, Mungu anayafuatilia kwa ukaribu. Anataka aone unayatimiza kama alivyosema. Ninachojifunza hapa kama Wakristo, nadhiri inaonyesha ni kwa kiwango gani tunamthamini Mungu kwenye maisha yetu. Ndio maana mtu anafikia hatua ya kumtoa mtoto wake ili amtumikie Mungu, anafanya hapo nadhiri. Kwa nini? Kwa sababu umemthamini Mungu kwa kiwango kikubwa. Unaona Mungu ana msaada kwako. Unaona Mungu anaweza kufanya jambo kubwa kwako. Umemthamini, umemtambua kwa maisha yako. Ndio maana unatafuta msaada kwake. Na tatu, tunajifunza kama kanisa, tunajifunza nafasi ya sadaka. Kwamba sadaka ina nafasi ya kufanya jambo kwa mtu. Sadaka unayoitoa ina nafasi ya kuleta mabadiliko kwenye maisha yako. Usije ukazembea kwenye hili eneo. Usije ukafanya makosa ukasahau. Ukifuatia tatizo alilokuwa nalo Hana, ukafuatilia alikuwa changamoto ya uzazi, nimesema amefungwa tumbo. Tatizo hilo alikuwa nalo Sara, lakini ilipokuja kwa Hana, labda tusome andiko. Samueli wa kwanza
Samueli wa kwanza tutasoma sura ya kwanza mstari wa 5b. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5b anasema, lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tu. Huyu Hana alikuwa amefunga tu, lakini Hana alipogundua siri ya nadhiri, akapata mafunuo ya nafasi ya sadaka ya nadhiri, alipoitumia vifungo vyote vilikatika, akapata mtoto Samueli. Kwa hiyo tunajifunza sadaka ina nafasi kwenye maisha ya wanadamu. Usije ukaipeleka kirahisi hapana. Sadaka ina nafasi kwenye maisha ya wanadamu, kwa sababu inahusisha kutoa vitu, vinatoka kwako. Ona, Mungu lazima afanye kitu kwako. Sehemu ya 3, mifano ya watu walioweka nadhiri kwa Mungu. Iko mifano mingi, lakini tutaangalia mifano kama 3 au 4 tu. Ukisoma Biblia mwenyewe utaona mambo mengi. Tena kama unafunza Biblia, utaona wapo watakatifu waliotutangulia waliotumia njia ya nadhiri kupata msaada wa Mungu. Walitambua siri hii kwamba wakati mwingine mambo yanakuwa yasogei. Umefanya maombi ya kawaida, umekesha, umeomba, umefunga, yasogei. Wakabadilisha, wakapata mafunuo, wakatumia njia ya nadhiri na Mungu akatenda kwao. Kwa hiyo tuna mifano michache. Mfano wa kwanza ambao tumeisha usoma bila shaka ni Yefta, Waamuzi sura ya 11 mstari wa 30 mpaka 39. 30 mpaka 39. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Naye Yefta akamwekea Bwana nadhiri, akasema kwamba wewe utawatia wana wa Amoni mkononi mwangu. Kweli ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakachotoka katika milango ya nyumba yangu kunilaki, hapo nitakaporudi na amani kutoka kwa hao wana wa Amoni, kitu hicho kitakuwa ni cha Bwana, nami nitakisogeza kiwe sadaka ya kuteketezwa. Basi Yefta akavuka kwenda kuwaendea wana wa Amoni ili kupigana nao, naye Bwana akawaua mkononi mwake, akawapiga kutoka Aroheri hata kufikiria Minifu, miji 20, na mpaka Abeli Keramimu, akawapiga kwa machinjo makubwa mno. Basi hivyo wana wa Amoni walishindwa mbele ya wana wa Israeli. Kisha Yefta akafika Mispa nyumbani kwake, anatoka vitani kwa ushindi sasa. Kisha Yefta akafika nyumbani kwake, na tazama, binti yake akamtokea kumlaki. Kumbuka na hali yake kule. Nasema kitakachotoka cha kwanza ndani mwangu kuja kunilaki, hicho nakitoa kiwe sadaka ya kuteketezwa. Sasa binti alijitokeza kwa shangwe na furaha mkarudi kutoka vitani. Kisha Yefta akafika Mispa nyumbani kwake, na tazama, binti yake akamtokea kumlaki na matari na machezo, naye alikuwa ni mwanawe pekee, hakuwa na mwingine mwana wala binti ila yeye. Ikawa alipomwona akayararua mavazi yake, akasema, ole wangu, mwanangu, umenitweza sana, nawe mmoja miongoni mwa hao wanisumbuao, kwa kuwa mimi nimemfunulia Bwana kinywa changu, nami siwezi kurejea nyuma. Binti yake akamwambia, baba yangu, wewe
umemfunulia Bwana kinywa chako, basi unifanyie sawa sawa na hayo yaliyotoka kinywani kwako, kwa kuwa yeye Bwana amekulipia kisasi juu ya adui zako, hao wana wa Amoni. Kisha akamwambia baba yake, basi anifanyiwe neno hili, niache peke yangu muda wa miezi miwili, ili nipate kuenenda milimani na kuomboleza wanawali wangu mimi na wenzangu. Akamwambia, haya, enenda ukampeleke. Akampeleka mbali muda wa miezi miwili, naye akaenda zake yeye na wenzie, akaomboleza wanawali wake huko milimani. Basi ikawa mwisho wa hiyo miezi miwili, akarudi babaye aliyemtenda sawa sawa na ile nadhiri yake alikuwa ameiweka, naye alikuwa hajamjua mtu mume. Kisha ikawa desturi katika Israeli, binti akauawa, akateketezwa mbele za Mungu, kwa sababu baba alishaweka nadhiri. Yawezekana ingekuwa wewe au ningekuwa mimi, ungeanza visingizio kwamba binti yangu naye mmoja, hili wazo lilotamka siku zile alikuwa mapenzi ya Mungu, unaahirisha. Kumbe ulitamka kwa kauli yako mwenyewe, ukaweka hadi. Mpendwa, jaribu kusimama na neno wakati wote. Kumbuka ule atamka mbele za Mungu, Mungu anaweka rekodi. Maana Biblia inasema utahukumiwa kwa maneno yako. Mtu wa Mungu, punguza maneno yasiyo na maana, vijio havikusaidii wakati kule vinaharibu utakatifu wako. Kama mbali na maneno yasiyo na maana. Ingekuwa ni mimi na wewe, tungekuwa na visingizio. Ungesema ngoja niahirishe, nikamwombe Mungu kwanza anipe mafunuo. Yawezekana hili alikuwa na Mungu, nilikuwa na Mungu. Ndio maana Yefta alisema siwezi kurudi nyuma. Ukiweka ahadi, kumbuka kuitekeleza. Ukiweka nadhiri, kumbuka kuiondoa kama ulivyosema kwa Mungu. Ni kama mkataba. Ukisaini mkataba wa kuhusiana na nyumba, ujue nyumba ndio imeondoka, lazima utekeleze mkataba, makubaliano. Yefta akakumbuka makubaliano yake na Mungu, akasema siwezi kurudi nyuma. Binti yake akauawa, na yeye akiwa anaona kwa macho. Amemheshimu Mungu, ameheshimu ahadi aliyotoa mbele za Mungu. Na wakati mwingine yako mengi umemwahidi Mungu, lakini unatekeleza. Kumbuka, una deni mbele za Mungu, una deni mbele za Mungu. Mungu anakudai, anasema sitaacha kukudai kwa sababu uliahidi mwenyewe. Kumbuka mpendwa, kokote ulikoahidi kwa ajili ya Mungu. Wako wengine hapa taisha michango hapa, labda chochote kile, kila mtu waahidi, wataahidi kwa mbwembwe, wataahidi kwa bashasha, lakini wakianza kusali mchango uwaone. Wengine mpaka wanakimbia kanisa. Ni kweli kanisa umekimbia, lakini Mungu hujamkimbia. Yona alijua amemkimbia Mungu, Mungu akamfuata kule kule aliko. Mkono wa Mungu ni mrefu kuliko akili mawazo yako. Uwezi kumkimbia Mungu, uwezi kubadilisha kanisa, haikusaidii. Kukimbia kanisa haikusaidii. Mungu bado anakudai vile vile kama ulivyoeleza Mungu. Mpendwa, kumbuka, ukiahidi kwenye kazi ya Mungu usifanye utani. Maanisha utekeleze kama ulivyoahidi. Mungu anasema haachi kukudai. Huyu ni wa kwanza, mbona ni Yefta. Wa pili ni Hana. Yuko mama mmoja. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 3 mpaka 20. Maandiko mengi, lakini tunaweza kusoma mstari michache tu. Samueli wa kwanza mstari wa 3 mpaka 20. Hapa ni habari za Hana. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa, ana wake wawili.
ana mke mmoja anaitwa Penina, mwingine anaitwa Hana. Penina ana watoto, Hana hakujaliwa kupata watoto. Yosema tumbo lake limefungwa. Viko vifungo vinafunga maisha ya watu. Watu wanahangaika, lakini yuko ufunguaji vifungo ni Kristo mwenyewe. Ndiye anaweza kufungua kila kifungo kilichofunga maisha ya wanadamu. Mwendee mwambie Bwana, hapa nimefungwa na nahitaji msaada. Na yeye atasimama na wewe kama alivyosimama na Hana. Huyo Hana akamwomba Mungu. Anayekutasoma kafika mara alipata mafunuo, akaamua kuweka nadhiri kwa Mungu. Bwana alichoka usumbufu wa familia, alichoka dharau kwenye familia, akaamua kumimina moyo wake kwa Mungu. Na wewe mpendwa, inawezekana yako mambo yanakusumbua, mimina moyo wako kwa Mungu, jiachilie kwa Mungu. Aliyemtendea Hana na wewe Mungu atakukumbuka. Mungu hajawahi kubadilika. Yule aliyegaona bahari ya Shamu mbele ya Musa, na wewe ataigaona hiyo bahari na kutabisha. Huyu Hana akaamua kuweka nadhiri kwa Mungu, akasema Mungu, hali nilionayo inanitosha, nimetabika sana. Hii familia inanidharau na kutosha, nimeaibika. Mungu ingilia kati. Ukinipa mtoto tena wa kiume, mimi nitamtoa awe mtumishi wako kutumikia. Na Mungu kwenye ahadi ya chelewi, na kumwekea nadhiri ya chelewi, akaingilia kati. Mama akapata mimba, akapata mtoto, Yesawe akaenda kumtoa kufanya kazi yake aliyokuahidi kwa Mungu, na Mungu akamtetea. Na wewe ukiwa Mungu umetoshi, weka nadhiri, Mungu aingie kati akusaidia. Utasoma mwenyewe Samueli wa kwanza sura ya kwanza sura 3 mpaka 30. Mfano mwingine ni Yakobo, tumeshamsoma habari yake Mwanzo 28. Sasa tunaona mifano michache ya watu ambao wameweka nadhiri wakamwona Mungu kwenye changamoto zao. Sasa kama kanisa, mimi na wewe tunajifunza nini kwa mifano ya watu? Yako mambo kadhaa ambayo tunajifunza. La kwanza, wakati wote tulikuwa kutoa ahadi kwa hisia. Sio kutoa ahadi kwa hisia ili kutisha laana inaweza kukupata tunaposhindwa kuondoa nadhiri zetu. Unaweza ukasema rekadi kubwa hali fulani kwa hisia kutokana na changamoto ulionayo. Mungu akatenda kwa ajili yako. Ikafika wakati kutimiza ahadi, ikawa changamoto. Usiende kwa hisia. Ukiongozwa na Roho wa Mungu, fanya. Usiende kwa hisia. Yefta angekuwa aliongozwa na hisia, asingemtoa mtoto. Binti yake asingekubali tekeleza, angetafuta kuchenga ili mtoto asalimike, lakini hakufanya hivyo. Aliondoa au alitimiza nadhiri yake. Tunajifunza hilo. Usitumie hisia. Kuongozwa na Mungu, fanya. Usiende kwa kuangalia fulani amefanya, kuongozwa na Mungu. Ukiona Roho anakuwezesha kufanya, wewe fanya. Ili tunajifunza kuna nadhiri ambazo huwezi kuzibadilisha hata kama zinagharimu maisha. Tumeona habari ya Yefta, hakuweza kubadilisha. Ilibidi binti yake auawe kwa sababu ya nadhiri iliyoweka. Tunajifunza kama Wakristo, Mkristo anatakiwa kutimiza yote anayotaka Mungu hata anapokutana na mazingira yasiyo rafiki. Mazingira yasiyo rafiki yasikuondoe kutekeleza maagizo ya Mungu. Hapana. Mungu visingizio kwake havina sehemu. Sio kasema nimeshindwa kuomba kwa sababu mimi sina sababu yoyote haina nafasi kwa Mungu.
Mimi siwezi kufunga, ila vidonda vya tumbo. Biblia inasema weka mikono wagonjwa na wapata afya. Njoo tuombee vidonda vya tumbo viishi, niweze kufunga. Funga na vidonda vya tumbo hivyo hivyo, upate sababu ya kumwambia Mungu, Mungu ni kweli umesema tufunge, na mimi nimefunga, lakini kwa sababu ninatufusumbua, nikifungua hapa siku mbili silali, Mungu atakuwa naona. Utashangaa baada siku, baada ya muda fulani, vidonda vyote vinaanza. Mimi ni shuhuda. Awali kusema mchungaji atafikiri yeye alikuwa na vidonda vya tumbo, wakitangaza kufunga siku 5, hana kisingizio, anafunga hiyo kazi 5. Akimaliza anapambana changamoto, lakini hakumzuia kufanya kazi ya Mungu. Hakuwa na kisingizio kwamba mchungaji, kanisani tumetangaza kufunga siku 5, mimi na vidonda vya tumbo nitashindwa. Hilo hakufanya. Tunapoongea sasa, vidonda vya tumbo havipo, sio hospitalini, dawa alitumia vikabaki pale pale, kwa mkono wa Mungu peke yake vikapotea, kujua vimeenda wapi. Wewe nenda hivyo hivyo, unaomba nenda hivyo hivyo. Ndio sababu ya kumwambia Mungu, Mungu nimefanya, niko hivi, lakini Mungu naomba usipe mwenyewe. Utashangaa kwa Mungu hana visingizio. Hayo mazingira sikuondoe kwa kutekeleza kazi ya Mungu. Hapana. Mungu ametangaza michango, mimi kipato changu ni kidogo, sasa nimepata hii, nikitoa sitalala njaa. Lala na njaa kwanza kwa ajili ya kazi ya Mungu. Baada ya hapo Mungu ndiye atafungua milango. Mpendwa, mengine wakichelewesha mwenyewe hayasogei kwa sababu ya visingizio ulivyo navyo kwenye kazi ya Mungu. Unajionea huruma mno. Unasema kipato ni kidogo, siwezi kutoa zaka, siwezi kutoa sadaka. Wewe mpendwa, ulicho nacho hicho toa kwa ajili ya Mungu, ndio upate sababu ya kumdai. Ulete wasema, leteni hoja zenye nguvu. Ndio hoja ya kupeleka kwa Mungu. Sio maneno tu labda, hoja ndio hiyo kutoka kwa Mungu. Na Mungu kwa kile chake cha enzi atasema hii kweli ni hoja mwanangu. Hii lazima nitume malaika ashughulikie. Utashangaa mjini amekuja kwa ajili yako. Lakini ukiendelea kunihurumia, mpendwa, baraka utazisikia. Utasikia. Usikihurumie, fanya kwa ajili ya Mungu. Mungu anaona, si kwamba haoni. Anaona. Fanya kwa mazingira yote, tusitoe kwenye mpenzi ya Mungu. Hilo ndio kitu cha 4, mambo ya kuzingatia kwenye habari ya nadhiri. La kwanza, hakikisha unatimiza nadhiri yako kwa haraka. Mungu hakubali visingizio. Ukisoma Mhubiri, kitabu cha Mhubiri sura ya 5, Mhubiri sura ya 5 mstari wa 4 na 5 nafikiri. Mhubiri 5, 4 na 5. Maandiko yanasema, wewe ukimwekea Mungu nadhiri, wewe unayenisikia leo, wewe uliyoko mbele za Mungu leo, hata unayenisikia kwa njia ya mitandao, andiko ni la kwako. Roho Mtakatifu amelileta kwako siku ya leo. Sikia Bwana asema na wewe. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikauye kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na mpumbavu. Basi uiondoe hiyo uliyoiweka nadhiri. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiondoe. Kama tunasema mambo ya kuzingatia, ni afadhali usiweke nadhiri mbele za Mungu, hautalaumiwa. Maandiko yanasema kuliko uiweke kwa hisia alafu nashindwa
kuitekeleza. Ikija wakati wa kutekeleza agizo, kutekeleza ahadi, unakaa tu unaanza visingizio. Mungu unajua, Mungu anajua nini anataka utimize andiko lake. Au anajua au ya kwako wewe mpendwa. Anasema hivi, Mhubiri 5:2, usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako, wala moyo wako usiwe na haraka kunena mbele za Mungu, kwa maana Mungu yuko mbinguni na wewe uko chini, kwa hiyo maneno yako na yawe machache. Haupika maneno mengi mpaka unaweka ahadi ambazo utekeleze, hayo machache kwa Mungu. Kwa kutofanya hivyo ni kukosa uaminifu mbele za Mungu. Kama unaweka nadhiri alafu haiondoe, ni kukosa uaminifu mbele za Mungu. Unaonekana ni mnafiki mbele za Mungu, unakuwa ni mtenda dhambi kama watenda dhambi wengine. Ndivyo maandiko yanasema. Kwa ukiweka nadhiri hujaiondoa, wewe una tofauti na mlevi aliyepita barabara na lewa. Kwa sababu andiko Torati 23:21. Torati 23:21 anasemaje? Anasema utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuitaka kwako. Naomba nirudie. Anasema utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu, usiwe mzembe. Manake usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuitaka kwako, nayo hivi itakuwa dhambi kwako. Kwa miongoni mwa dhambi, usije ukasema kwenye amri 10 haijatajwa, neno limeweka wazi. Kuweka ahadi, kuweka nadhiri, ndio inasema ni dhambi kwako. Kwa hiyo jitahidi. Lakini 22, ukijizuia usiweke nadhiri, haitakuwa dhambi kwako. Ni heri ukanyamaza kimya kuliko kushawishi Mungu akutendea, alafu wewe kifika kwa kutekeleza unaanza sababu. Yefta hakufanya hayo. Alikuwa radhi mpaka mtoto wake akauawa. Hana hakufanya hayo. Alimtoa mtoto wake Samueli. Hebu kwanza umekaa mtoto wako umejifungua, unaona nyumbani unamhamisha kae, unamsikia tu. Au ndo kinana wajasiri wajua Mungu. Kwa hiyo hakikisha unatimiza nadhiri uliyoweka. La pili, pamoja na kutumia nadhiri ili Mungu asaidie, hatuna budi kuzingatia utakatifu. Kwa sababu wengine wakishaweka nadhiri, sasa Mungu nimeshamkabidhi nafanya, anaenda maisha yake ya kawaida yasiyo na utakatifu. Ndio tulimalizana na Mungu, hiyo inatosha pale. Bado Mungu anataka tuzingatie viwango vya utakatifu vile vile. Anataka tuishi maisha utakatifu yale yale. Ukisoma Yeremia 11:15. Kitabu cha Yeremia sura 11 mstari wa 15 anasemaje? Anasema mpenzi wangu afanye nini nyumbani kwako? Ikiwa amefanya uasherati, je, nadhiri zako na nyama takatifu zitakuondolea hatia? Kwa viondoi hatia mbele za Mungu, sio kwa sababu nifanya hii inatosha paa. La tatu la kuzingatia, kama huwezi kutunga nadhiri, ni heri ukakaa kimya, kwa tunaona kwenye Mhubiri 5:2 na Torati 23:18. Bila kuzingatia nadhiri yako au sadaka yako nadhiri itokane na mapato halali.
sio kulazimisha. Umeona sasa imefika wakati wa kutoa, hauna hela, kutumia njia za polini ili upate utakutoa pana, ili malizane na Mungu. Itokane yaliyopatikana kwenye njia iliyo halali. Fungu 23 Torati. Sasa baada haya tumejifunza nini katika haya? Kwenye haya maeneo ni kitu gani tunachojifunza kama kanisa? Moja, Mungu anathamini kweli ya Kristo. Mungu anathamini kweli inayotoka kwa Kristo. Kwa hiyo kweli yako Mungu anaithamini. Kweli yako kwenye biashara, kweli yako kwenye ndoa, kweli yako kwenye kazi, kweli yako katika eneo, Mungu anaithamini. Anatamani aone kweli yako wakati wote inadhihirika kwa watu. Tendo, kimya ni bora kuliko ahadi isiyotimizwa. Kimya chako cha kutokuweka ahadi, kimya chako cha kutoka nadhiri, hicho kimya ni bora kuliko nadhiri isiyotimizwa. Kwa nini? Usana kupelekea kwenye kukosea Mungu. Kingine tunachojifunza kama Wakristo, Mungu anahitaji mtu mwaminifu wakati wote. Mungu anahitaji mwaminifu wakati wote bila kujali mazingira. Tumeona habari ya Yefta, tumeona habari za Hana, jinsi walivyosimama na uaminifu mbele za Mungu bila kujali watoto wao hata waone tena kila wakati. Hasa Yefta ambaye mtoto wake alitolewa na kuteketezwa, bado akawa mwaminifu. Hilo halikumzuia kuondoa nadhiri mbele za Mungu. Kwa Mungu anatamani kuona tukiwa na maisha ya uaminifu. Ukiahidi, iwe kwa mtu, iwe kwa mpendwa mwenzako, iwe kwa jirani yako, hakikisha unatekeleza. Kwa sababu hiyo tunasoma kwamba ni barua sisi. Wanakujua ulivyo, hawana haja ya kufuatilia maneno yako tu. Umemwahidi mtu, afu nampiga chenga. Akija unawaambia watoto, unamwambia hadi saa 8. Ikifika saa 8, mama unaenda kulala, baba unaenda kulala chumbani. Unamwambia mtoto, akija mama Jessica, mwambie mama hayupo, mwambie baba kasafiri. Na mtoto alivyo mkorofi, na mama Jessica kusema amelala, ameniambia nikwambia amesafiri, tayari unaanza mchezo. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu unatupenda, ndio maana leo utukumbusha habari za nadhiri. Wakati mwingine jambo hili limekuwa likisumbua sana wanadamu. Wameleta maelezo mengi, ufafanuzi mwingi, au wakati mwingine mwachanganya watoto wako. Lakini leo kwa neema yako Mungu umetupa kipaji kufafanua kipengele kwa kipengele. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa sasa ulimuona mama yule alivyokuwa na maswali mengi ya nadhiri, lakini leo kwa neema yako umemfundisha. Leo kwa neema yako umemvusha. Leo kwa neema yako umemsaidia. Kilio chake kimefika mwisho. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa wewe hakika ni mwaminifu. Tunarudisha sifa na utukufu kwako, ulitutendea katika jina lako safi. Baba na Mungu wangu, tunaishi jamii sasa. Watoto wako na wewe na kwa kabidhi kwako. Naomba uweza wako na nguvu zako zikasimame na kila mmoja Bwana. Neema yako isiwapungukie. Kuanzia leo mpaka Jumapili watakutana mahali hapa, Baba, tukaone ushindi katikati yetu. Katika jina la Yesu inaomba na kushukuru. Amen. Amen.